Naam, uhali gani Mtanzania, karibu sana Bagamoyo, wilaya ambayo imebarikiwa vipaji vingi ambavyo vipo ndani ya mkoa wa Pwani. Bana, leo tuko na mwamba anaitwa Fackson Amani Art Designer. Huyu mwamba ni mchoraji na anasifika kwa michoro yake ya aina mbalimbali, wengine wakimuita Ghost, wengine wakimuita King of Mizimu. Bana, karibu sana. Leo ujionee maisha, usikilize nini anachopitia Fackson Amani na nini dira yake, wapi anataka kwenda, wapi anataka kufika na ametoka wapi kutokana na hiyo michoro yake. Bwana, msikilize Fackson Amani Art Design. Hiyo bwana, mambo vipi? Naitwa Fackson Ramadhani Amani, unaweza kuniita Fackson Amani. Hilo ndio jina la usanii ambalo napenda kulitumia katika social media zote. Yeah. Bwana, mimi nimezaliwa mkoani Mtwara, wilaya ya Masasi, kata ya Ndanda. Kipaji ndipo kilipozaliwa Ndanda, na mpaka sasa hivi kipaji hiki tunachokizungumzia hapa kipo mjini Bagamoyo, mkoa wa Pwani, na ndipo napoishi na ndio shughuli zangu za sanaa napoweza kuzifanyia kwa sasa, na ndipo ofisi ilipo. Mimi ni msanii wa sanaa ya uchoraji. Napenda sana kuchora na huwa nachora picha mbalimbali. Na aina za picha ninazozichora, na chora abstract, ndio picha ambazo pendwa sana kwangu. Picha ambazo zinakuwa na mafumbo na huwa zinakuwa na maana zaidi ya moja. Hizo ndio picha ambazo binafsi yangu huwa nazipenda sana tena sana. Aina pili ya picha naipenda kuchora ni portrait. Ni picha fani ambayo yenye uhalisia wa mtu. Hizi bwana, sio kila mchoraji anaweza kuchora hizi picha. Huwa tunakuwa tuna utofauti. Kuna aina nyingi sana za uchoraji. Kuna wengine wanachora tinga tinga. Kuna wengine wanachora abstract kama hivi ambazo mimi nachora. Na kuna wengine wanachora portrait kama mimi hivi ambazo nachora. Kuna aina nyingi za uchoraji, ila namshukuru Mungu, sehemu zote nimeweza kumaster vizuri. Nachora aina zote za picha ambazo zipo, na picha yote ambayo inanikabili na inapaswa kuichora mimi huwa nafanyaje, nina uwezo wa kuichora. Kwa ufupi, hamna picha ambayo inaweza ikashindikana kwangu mimi kuichora. Yeah. Wewe kama mchoraji unapitia changamoto gani katika kazi yako hiyo, upande wa vifaa? Yaani material, vifaa, rangi, canvas, pencil na masoko ya picha. Okay, ningependa kwanza kuelezea changamoto ya material. Upatikanaji wa material huwa ni wa shida, lakini sio sana kivile, ila ni changamoto vile vile. Upatikanaji wa mfano ni rangi. Sometimes unaweza kuwa umechora picha unazo rangi zote kabisa, lakini ikatokea umeishiwa rangi moja. Ikiwa umeishiwa rangi moja hapo, inakubidi kazi isimame ili mpaka uweze kupata hiyo rangi ambayo umeishiwa nayo kwa muda huo. Upatikanaji wa rangi kidogo sometimes ni changamoto. Rangi ninazozitumia ni acrylic watercolor ambazo kama unaweza kuziona hapa. Hii rangi moja kidogo ni gharama tofauti na rangi zingine ambazo tunaweza kutumia za mtaani. Wengine wanatumia silki katika uchoraji wao. Mimi natumia hii acrylic fine acrylic color. Hii ni rangi ambayo ina gharama kubwa sana. Vipi kuhusu masoko ya picha? Okay, kuhusu masoko ya picha kwa sasa, masoko ya picha ni yapo mengi sana. Masoko ya picha yapo mengi sana. Tofauti na vile zamani ilivyokuwa kwamba unachora picha, una duka lako uweze kudisplay picha zako, tegemea mteja hawezi kuja mpaka pale hawezi kununua picha zako. Hapana, ila sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Masoko ya picha ni yapo mengi sana. Una business online. Unafanya kazi zako na kuuza na kupromote kazi zako kupitia mtandao. Jamii na kusupport vipi kuhakikisha unazidi kuendeleza kipaji chako? Okay, namna jamii inavyoweza kunisupport katika kazi zangu, naona wengi sana wanafuatilia sana kazi zangu mtandaoni. Vile ninavyokuwa na posti baadhi ya kazi, huwa nikishamaliza kuchora au naandaa video ambazo kabla sijaanza kuchora na mpaka nafikia hatua namaliza, huwa naziandaa. Badala ya hapo zinaeditiwa naweza kuposti katika mtandao.
naona idadi kubwa ya watu wengi sana wanakuwa wanazifuatilia sana kazi zangu, na wengi wanapendezwa nazo. Wengi sana wanapendezwa nazo kazi zangu. Hiyo ni namna ambavyo naona jinsi gani watu wanazisupport kazi zangu na wanazipenda, na mimi nawapenda vile vile. Tukibaki katika swali hilo hilo kuhusu jamii na kusupport vipi kuhakikisha unazidi kuendeleza kipaji chako, si ndio? Je, kupitia hizo social media inaweza kusaidia kufikia wateja yani kupata wateja wa picha kupitia hizo social media ama jamii zinazokuzunguka? Kupitia social media wateja napata. Wateja napata sana tu ndani ya nchi na nje ya nchi. Swali namba 3 nasema kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia kukua, kwa kuwepo akili mnemba au AI, unapata changamoto gani katika biashara yako ya picha? Kweli hapo umeuliza swali zuri sana. Nzuri. Changamoto kwenye kipengele hiko tunapata sana. Mfano, sasa nikaa nimechora picha kama hii hapa, ukapeleka kwenye programu ya AI ya akili mnemba. Ukishapeleka kule unaweza kumwamuru kitu chochote unachokihitaji wewe, na akakutengenezea picha kama hii, na ukashindwa kutofautisha kati ya Faxon ya Amani kazi yake na picha ambayo imetengenezewa na AI. Unaweza ukapata utofauti kama ifuatavyo. Mimi ninapoanza kuchora huwa natengeneza hatua hadi hatua katika video zangu. Kama natumia vipimo, naanza kutengeneza vipimo vyangu katika canvas. Mwisho wa siku naanza kufanya sketching mpaka mwisho wa siku namaliza picha kabisa na naweka sahihi. Wengi wataweza kutambua kazi zangu kupitia sahihi yangu ambayo naweza kusaini katika baada ya kumaliza picha. Saini pale Faxon Amani. Pia naweza nikatofautisha kati ya picha zangu na AI. Kwamba mimi kuna aina za picha ninazozichora natumia ubunifu wangu mwenyewe na akili yangu. Kwa hiyo kidogo hata ufanye vipi huwezi kuipata kwenye mtandao aina yote, isipokuwa kwamba mimi ndo nimeweza kuiposti na hitoweza kutengenezwa kama vile mimi nataka. AI inaweza kama Mungu akatengeneza sawa, lakini haitofanana na ile ambayo mimi nimeweza kuichora. Je, inakuchukua muda gani kukamilisha kuchora picha moja yenye ukubwa wa A2 au A1? Okay, hapo inategemea na aina ya picha ambayo nachora. Mfano naweza ikiwa picha zile ambazo za abstract kwenye size ya A1 itachukua muda tofauti na picha ambazo nikachora realistic ambayo kwamba nauza kucopy na kupaste. Tofauti hapo upo. Kwa maana abstract inachukua muda mrefu sana kwenye size ya A1. Afu pia picha A2 abstract na vile inachukua muda mrefu. Je, kuna ugumu gani wa kuchora michoro ya rangi ukiachana na zile black and white? Kuna ugumu gani yani ya kuchora michoro ya rangi kama hiyo picha ambayo iko mbele yako hapo? Ugumu wa kuchora picha za rangi kwenye namna ya kumix, kwenye kumix hizo rangi kidogo kuna changamoto kidogo. Kwa sababu mpaka kupata rangi ya uhalisia yenyewe ambayo unahitaji mfano unaweza kuchukua orange kuimix kidogo inakuwa ni changamoto. Unaweza kumix ukaipata orange lakini unaweza kukosea ukakosa kuipata ile orange ambayo unaikusudia. Picha ya rangi ni ngumu kuliko picha ya penseli. Nasikwambie mtu. Kumix rangi ni elimu nyingine na kipaji kingine kabisa nje ya uchoraji ambao tunachora siku zote. Ni nani ambaye anakuinspire na ni nani ambaye unamwangalia katika kazi zenu za sanaa? Ni mtu gani ambaye ukiona kazi yake inakuinspire unatamani uwe kama yeye? Hapo mtu ambaye ananiinspire ni mwalimu wangu pekee yake, hakuna mwingine. Huyu anaitwa Max Thomas Kamundi. Huyo ndo mwalimu ambaye ameweza mimi kunifundisha mpaka kufikia hatua hii nilipo. Kwa hiyo sina mtu mwingine yeyote kusema kwamba nikimwangalia hivi ni isipokuwa ni yeye. Kwa hiyo nikiona kazi yake natamani niwe kama mwalimu wangu, ili kesho na mimi niwe mfano wa kuigwa katika jamii. Unaweza kuniambia una miaka mingapi katika game la sanaa ya uchoraji? Una miaka mingapi? Nikizungumzia kwenye game ya sanaa, naweza nikasema na miaka mingi sana toka 2011. Na maana ndio nipo mdogo sana. Nimeanza kujitafuta huko mpaka kufikia hatua hii naingia kwenye mashindano rasmi. Naweza nikasema kwamba huu ni mwaka wa 3.
Nipo kwa mwaka wa 3 toka nimeanza kujifunza uchoraji wa kutumia rangi. Kupitia video hii ya kihistoria, nini cha kuwashauri vijana ambao wanataka kuingia katika game ama wanapitia ugumu katika game la uchoraji? Unajua kunakuwa na vikwazo vingi katika kila aina ya sekta ya sanaa, ambao unaweza ukawa unapitia vikwazo kutokana na wazazi wako wanapinga usifanye hichi. Una kipi cha kuwashauri vijana ambao wana haso kuingia katika game la sanaa ya uchoraji? Okay, nina vitu vingi vya kuwashauri, ila kitu kikubwa cha msingi sana, wasikate tamaa na wasichoke kumuomba Mungu sana. Hiko ndio kitu cha muhimu sana, na kingine wakiamini kile kitu ambacho wanakifanya. Kwa maana ipo siku kuna baadhi yao wanaweza wakawa kama mimi au wanaweza kuwa zaidi yangu mimi. Kwa wale ambao wanahitaji kujifunza uchoraji, wanaweza kunifuatilia mimi katika kazi zangu, kaziangalia kazi zangu, na wanaweza kupata kitu ambacho chaweza kujifunza. Basi hata kama ikawa sio 100%, basi wanaweza kupata hata 60%. Kwa maana kuna hatua fulani nimepiga ya tofauti na mwanzo na sasa hivi. Kupitia mitandao yako ya kijamii, pia nambari zako za simu, wanaweza kujipatia mafunzo kama awali ambapo umekuwa ukitoa mafunzo kwa wageni kutoka nchi mbalimbali. Baadhi ya video zako zimeonekana online ukitoa mafunzo kwa wazungu. Kwa hiyo unaweza kututajia nambari yako ya simu pamoja na social media zako, unapatikana kama nani? Okay. Ningependa nianze labda na namba za simu. Namba za simu kwa wale watu ambao wanahitaji wanifuatilia kwenye social media. Namba ni moja tu ambayo inapatikana WhatsApp peke yake. Ni ambayo ni 0687074538. Nirudia tena. 0687074538. Na kwa upande wa social media, jina ni lile lile, Faxon Amani. Popote utakapoenda, iwe YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, jina natumia Faxon Amani. Kama wahenga wanavyosema, hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho, hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Bana, sisi tumefika tamati ya kipindi chetu leo. Tuko na mwamba anaitwa Faxon Amani at Design. Bana, karibu tena Bagamoyo kunogile ukae. Vipaji hivi ni mali ya Tanzania na Tanzania inajivunia vipaji. Asante sana.